Habari ya wakati huu mtazamaji wa Sky International TV popote pale ulipo. Karibu katika kipindi maalum cha kutoka Zanzibar kinachozungumzia masuala mbalimbali ya kiuchumi, kisiasa na kijamii. Kutoka Zanzibar ni kipindi ambacho kinakutana na wadau mbalimbali wa maendeleo wakiwemo wasomi, watu maarufu, wanasiasa pamoja na wajasiriamali. Katika makala yetu ya leo mgeni wetu ni wakili msomi Bwana Msemo Semvua Mavare ambaye ni naibu mkuu wa skuli ya sheria Zanzibar ambaye anafafanua mambo mbalimbali pamoja na historia yake kwa ufupi na mchango wake kwa taifa. Asante. Mimi naitwa Msemo Mavare, ni wakili, lakini kwa sasa ni naibu mkuu wa skuli ya sheria Zanzibar upande wa taaluma. Nimeteuliwa katika nafasi hiyo na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi mwaka 2022 mwezi Januari, na mpaka sasa nahudumu katika nafasi hiyo. Na kabla ya hapo kwa hapa Zanzibar nimefanya kazi kama mwanasheria wa serikali katika ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka toka ilipoanzishwa mwaka 2002, lakini tulianza hasa kufanya kazi mwaka 2003, na nimehudumu katika nafasi hiyo kama mwanasheria wa serikali kwa kipindi chote cha kuanzia 2003 mpaka 2010. Na katika nafasi hizo nilifanya kazi ofisi kuu ya mkurugenzi wa mashtaka Zanzibar ambayo iko Unguja, na baadaye nilikwenda kuwa afisa dhamana wa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka Pemba kuanzia mwaka 2006 mpaka 2009 kwa miaka mitatu. Na baada ya hapo nirudi ofisi kuu kwa muda mfupi, nikaenda masomoni, na nilipomaliza masomo yale niliripoti tena ofisini, lakini nikapata kazi nyingine shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa yani UNDP katika uchaguzi mkuu wa 2010, nikiongoza kitengo cha kujengea uwezo vyama vya siasa mpaka uchaguzi ulipomalizika na mradi ulipofungwa mwaka 2011. Nikaajiriwa na taasisi ya elimu Tanzania, yani Tanzania Institute of Education, inayohusika na mitaala nchini, ofisi kuu ya Dar es Salaam, na ilikuwa ni kazi ya mkataba kwa miaka mitatu. Baada ya hapo nikarudi tena shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP, ofisi ya Zanzibar, kushughulikia inaitwa Legal Sector Reform Program. Ilikuwa ni program maalum kwa ajili ya kufanya mabadiliko katika sekta ya sheria Zanzibar, ambapo kazi kubwa ilikuwa ni kupitia sheria za Zanzibar na kuziweka katika hali ya usasa, kufanya uimarishaji katika taasisi zilizoko chini ya Wizara ya Sheria au mambo ya sheria, kwa maana ya ofisi ya mwanasheria mkuu, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka, mahakama, tume ya kurekebisha sheria, na wizara yenyewe ya katiba na sheria wakati huo, ambayo hatimaye au baadaye ilikuja ikawa ofisi ya Rais, katiba, sheria, utumishi na utawala bora. Na hiyo ilikuwa ni kazi ya miaka mitano mfululizo kuanzia 2013 mpaka 2018. Baada ya hapo niliondoka Zanzibar, nikaanza
nikafanya kazi kama wakili wa kujitegemea Dar es Salaam. Nikafungua ofisi ya uwakili inaitwa King's Law Chambers. Nikawa nafanya kazi zangu binafsi, lakini wakati huo, hata kabla ya kuifungua hiyo ofisi, wakati huo nilipokuwa Tanzania Institute of Education na kipindi chote nilipokuwa UNDP, nilikuwa ni mkufunzi katika taasisi ya elimu ya sheria kwa vitendo, yani Law School ya Tanzania, kuanzia mwaka 2011 mpaka 2022 nilipoteuliwa na Mheshimiwa Rais kuwa katika nafasi hii nilionayo. Kama ilivyo skuli ya sheria kwa nchi nyingine, hasa za Afrika Mashariki ambazo tunafanana nazo katika mifumo, ni kuwaandaa watu kufanya kazi za sheria, kwa sababu vyuo vikuu watu wanasoma sheria lakini hawasomi au hawafundishwi kwenda kuzifanya zile kazi hasa. Kwa mfano, hakuna chuo kinachofundisha mtu kuwa wakili. Chuo kikuu kinafundisha mtu kuwa mwanasheria. Hakuna chuo kinachofundisha mtu kuwa mwanasheria wa serikali, yani state attorney. Chuo kikuu watu wote wanafundishwa kuwa wanasheria. Hakuna chuo kikuu kinachofundisha mtu kuwa hakimu. Chuo kikuu kinafundisha watu wote kuwa wanasheria. Kwa hiyo ukitoka pale mnakuwa nyote ni wanasheria, lakini kazi hizo hasa za kiutendaji mnakwenda kujifunza kazini. Sasa kunakuwa hakuna umahiri na uhodari wa kutosha. Sasa zile kazi zenyewe, hasa kwa mfano kufanya kazi za uwakili kama wakili, hiyo unafundishwa skuli ya sheria, kwa sababu pale falsafa kuu ni elimu kwa vitendo. Kwa hiyo utafundishwa namna uwakili unavyofanywa kuanzia A mpaka Z. Tokea unapompokea mteja, namna ya kumsikiliza, namna ya kumpa maelekezo, namna ya kutengeneza nyaraka mbalimbali zinazohusiana na kwenda mahakamani, namna ya kwenda hasa kuiwasilisha kesi yako mahakamani, namna gani ya kuwaongoza mashahidi, namna gani ya kuwasilisha vielelezo, mpaka inapofikia hatua za mwisho za maamuzi, namna ya kukata rufaa, namna ya kuitetea rufaa yako mpaka mwisho wa jambo. Vile vile katika skuli ya sheria kuna nafasi sasa ya kufanya kama hakimu au jaji, kwamba wateja wakija au wadawa wakija, wanakuja na hoja zao namna hii, wanawasilisha mbele yako, unawasikiliza, unaiongoza mahakama, unaandika hoja, unajadili zile hoja, unachambua ushahidi, unaandika hukumu, unasoma hukumu, unatoa amri mbalimbali zinazoendana na hukumu mpaka mwisho. Sasa hayo huwezi kuyapata katika vyuo vya kitaaluma kwa maana ya chuo kikuu, unayapata katika skuli ya sheria. Ndio sababu zilianzishwa hizo skuli za sheria kote. Na hapa petu Zanzibar tumepata bahati kwamba skuli ya sheria ya Zanzibar imeanzishwa baada ya kuwa tayari tunazo katika nchi jirani za nje ya Tanzania, lakini na Tanzania bara pia. Kwa hivyo hapa haikuwa ngumu sana kupata kigezo. Sana sana tumefuata vigezo vya hizo nchi wenzetu, na ndivyo tunavyofanya. Ndio vijana waliopita skuli za sheria, nitazungumzia ya Tanzania bara na ya Zanzibar, kwa sababu kote bahati nzuri nimefanya kwa muda wa kutosha. Vijana wanaopita hapo wanakuwa ni hodari, ni mahiri na ni bora, sababu hata ukiwasikiliza waheshimiwa majaji ambao sasa wale vijana wanakwenda kufanya kazi za uwakili mbele yao, wanakuambia sikiliza ofisi ya mwanasheria mkuu, watakwambia sikiliza ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka, watakwambia. Lakini hata mahakimu, kwa sababu
sheria ile iliyoanzisha skuli ya sheria ya Tanzania ni skuli ya sheria ya Tanzania. Ile kule inaitwa taasisi ya elimu ya sheria kwa vitendo, lakini kwa Kiingereza ni The Law School of Tanzania, ambayo ni ya Tanzania bara, ingawaje haizuii watu wa kutoka Zanzibar kwenda kufanya mafunzo yao pale. Ukiwasikiliza ile sheria inawataka watu wote waliomaliza shahada ya kwanza ya sheria, yani LLB, kupita skuli ya sheria. Kwa hiyo hii inawajumuisha hata mahakimu. Sasa ukiwasikiliza viongozi wa taasisi hizo, watakwambia pia kwamba mahakimu waliopita skuli ya sheria ni bora zaidi kuliko zamani kabla ya utaratibu wa kuanzishwa skuli ya sheria. Zanzibar hapa kama nilivyokuambia imeanza mwaka 2022, 2021 ndio ilianza, lakini ikaanza hasa kuchukua darasa la mwanzo kabisa mwaka 2022. Tayari wako katika ajira kwa mkurugenzi wa mashtaka, kwa mwanasheria mkuu, mahakamani na katika taasisi zingine za umma, na wengine wako katika uwakili wa kujitegemea. Ukiwasikiliza viongozi wa taasisi hizo pia wanakuambia kwamba hawa vijana wako vizuri zaidi kuliko kabla ya utaratibu huu kuanza. Sifa za kujiunga na skuli ya sheria ni kuwa na degree au shahada ya kwanza ya sheria, LLB. Hiyo ndio sifa kubwa. Kwa hivyo mwombaji anatakiwa awe na uthibitisho, na uthibitisho hapa maana yake ni vyeti kwamba amemaliza kweli shahada ya kwanza ya sheria katika chuo kikuu kinachotambuliwa. Halafu na vyeti vingine vya kawaida kama cheti cha kuzaliwa, cheti cha elimu yake ya sekondari, kama ilivyo katika taasisi nyingine zozote za kitaalam, kwamba lazima uonyeshe kwamba kweli unazo sifa. Lakini kubwa hapa ni shahada ya kwanza ya sheria. Lakini kwa Zanzibar kuna kategori nyingine maalum wanaitwa mavakili. Neno hili lina asili ya India, lakini kimatumizi hasa vakili kwa Zanzibar ni mtu anayefanya kazi kama zile za wakili, lakini katika mahakama za mwanzo na mahakama za kadhi. Na huyu kwa mujibu wa sheria sasa ile ya sheria mawakili ya Zanzibar, sheria namba 1 mwaka 2020, ambayo sasa imewatambua rasmi mavakili, imetaja na sifa na imetaja na vigezo kwamba ili mtu aweze kuja skuli ya sheria kwa ajili ya kusoma uvakili awe amemaliza stashahada, yani diploma ya sheria katika chuo kinachotambulika. Kwa hiyo kwa skuli ya sheria Zanzibar kuna makundi mawili. Kundi la kwanza la mawakili ambao hawa wamemaliza shahada ya kwanza yani LLB, na hawa wanasoma mwaka mmoja, miezi 6 darasani na miezi 6 kwenye mafunzo ya vitendo yani field placements. Na mavakili wanasoma miezi 6, 3 darasani na 3 kwenye elimu kwa vitendo. Changamoto kama zilivyo changamoto nyingine, vitendea kazi ni miongoni mwa mambo ambayo hata watu wa taasisi au tasnia nyingine pia utawasikia wakitaja mambo kama hayo. Tasnia ya sheria hasa inataka kuwa na maktaba pana, library. Kwa hiyo vitabu na rejea nyingine mbalimbali ni jambo muhimu sana ambalo ndio hasa nyenzo kuu kwenye kazi ya sheria. Kwa hivyo uwezo wa kifedha wa Tanzania ili aweze kuanzisha ofisi ya sheria lazima awe na maktaba inayoeleweka yenye nyenzo za kutosha. Sasa uwezo wa kifedha wa kuanzisha maktaba kubwa mapema inakuwa ni changamoto. Utakuta baadhi wameanzisha hizo ofisi za sheria lakini wana vitabu vichache
au hawana kabisa, inabidi kuazima kwa wengine. Lakini uwezo pia wa kuanzisha na kuendesha ofisi, tukiwazungumzia zaidi hawa ambao wako katika uwakili wa kujitegemea, lazima kodi ofisi pahali, aweze kulipia, aweze kujiendesha, ili aweze kujilipa yeye mwenyewe mshahara, au kama ana watu 2 3 wanaofanya nao kazi, lazima aweze kuwafanya nao waendelee kuishi. Mtu anayeanza inakuwa ni vigumu kidogo. Ndio maana utakuta kwa mfano katika majiji makubwa kama Dar es Salaam sasa hivi, Arusha, utaona mtu ana kijiofisi kidogo kimeandikwa wakili. Sasa hilo ni tatizo la kiuchumi. Lakini kimaslahi ya jumla pamoja na walioko serikalini, hilo ni jambo ambalo ni jambo mtambuka. Kwa vyovyote kila jambo jipya lina changamoto zake. Wapo mawakili ambao sasa hivi wameshakuwa wakongwe, vipato vyao ni vikubwa, lakini haiondoi kwamba kuna kundi kubwa la mawakili vijana ambao tukitumia au tukiazima maneno ya kizungu nasema they are still struggling, bado wanapambana kujipatia namna bora zaidi ya kimaisha. Lakini changamoto nyingine ambayo inaweza ikawa ni kote katika mawakili wa umma na mawakili wa kujitegemea ni swala la kimaadili, ambalo ni miongoni mwa masomo muhimu na ya lazima katika skuli za sheria. Maadili. Utasikia hata waheshimiwa majaji, mheshimiwa jaji mkuu mwenyewe mara nyingi, mwanasheria mkuu, mkurugenzi wa mashtaka, wakizungumza habari ya maadili. Na ukiona linazungumzwa, basi ujue kwamba kuna changamoto. Kwa hivyo na skuli za sheria zinaendelea kulirudia na kulirudia, kutumia wataalamu wazoefu, wabobezi ambao wanakuja kujadiliana na vijana na kuwapa mbinu mbalimbali za kujenga hasa maadili ya kazi, kwa sababu tasnia ya sheria miongoni mwa tasnia zinazohusika moja kwa moja na maisha ya watu, haki za watu. Sasa kama mwanasheria, wakili, hakimu, jaji asipokuwa mwadilifu, maana yake ni kwamba haki za watu haziwezi kupatikana. Hizo ndio changamoto ambazo zipo. Vinginevyo ni masuala yanayohitaji kutiliwa mkazo zaidi na zaidi, na baadaye tutabadilika, tutafikia pale ambapo hasa ndiko watu walikokusudia kwenda. Ni mkubwa, tukio ni mkubwa, na labda tuseme idadi ya wanafunzi wanaotoka Zanzibar si kubwa kama kwa sababu za kijiografia pia na idadi ya watu, lakini skuli ya sheria Zanzibar haichukui wanafunzi kutoka Zanzibar peke yake. Inachukua wanafunzi kutoka Zanzibar, kutoka Tanzania bara na kutoka nje ya Tanzania. Kwa hivyo kwa sababu tu labda za uchanga wa taasisi, pengine watu hawajafahamu sana, lakini tunatarajia kwamba kwa miaka inayokuja kuanzia mwaka huu kwenda mbele, na hasa tulikuwa na changamoto moja ya chuo kikuu cha Zanzibar University. Kwa miaka kama mfululizo 3 hivi ilikuwa haitoi wahitimu wa shahada ya sheria, kwa sababu
walifungiwa na TCU, lakini baada ya kufunguliwa mwaka huu tunazungumza sasa hivi 25 na kwa msimu wa 25-26 tunatarajia kwamba tutapata wanafunzi idadi kubwa waliohitimu Zanzibar University, kwa sababu mwaka huu sasa wameanza tena kutoa wahitimu. Vinginevyo kutoka Tanzania bara wanakuja na hata kutoka nje ya Tanzania kama nilivyosema. Kwa mfano mwaka huu tuna wanafunzi 10 kutoka Kamerun ambao wanasoma Skuli ya Sheria Zanzibar. Kwa hivyo tunakwenda vizuri. Kesi za kusisimua ni nyingi, lakini kwa Zanzibar hapa kesi ambayo mimi mwenyewe niliendesha, na kwa maana hiyo inaweza ikaingia katika swali lako kwamba ilinisisimua. Ni kesi ambayo walishtakiwa baadhi ya maafisa kwa kuharibika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2000 kwa wilaya ya Mjini. Na sisi tulipoanza ofisi mwaka 2003 tukakuta kesi hiyo inaendelea, tukairithi sisi na tukaendelea nayo. Ni kesi ambayo ilikuwa na mashahidi wengi sana na vielelezo vingi sana ambavyo majalada yanayohusiana na kesi hiyo yalikuwa ni makubwa kiasi ambacho inakuchukua muda mrefu kusoma na kupanga utaratibu wako, hasa uendeshaji wa kesi kama hiyo mbele ya mahakama, ambapo pia kuna idadi kubwa ya watu wanaosikiliza kutaka kujua hatima itakuwaje. Ni miongoni mwa kesi ambazo kwa kweli sikumbuki kama wakati ule vyombo vya habari vilikuwa vinairipoti kwa upana kiasi gani, lakini ni moja katika kesi ambazo zilikuwa na mvuto mkubwa wa wafuatiliaji. Mheshimiwa Jaji Mwipopo alitupa kisa kimoja cha kesi iliyotokea Dar es Salaam ya shirika la sigara ambapo mishahara iliibiwa, halafu ikawa asubuhi watu walipokuja ofisini wakakuta milango yote imefungwa. Mlango wa kawaida wa kutokea nje umefungwa, mlango wa ndani wa kuingia chumba cha wasibu umefungwa, makufuli ya ile sanduku la pesa linaitwa safe yamefungwa, lakini ndani fedha hamna. Sasa changamoto ya kwanza ikawa ni nani mshtakiwa. Yeye mwenyewe Mheshimiwa Jaji Mwipopo wakati huo akiwa wakili wa serikali ofisi ya mwanasheria mkuu anasema yeye aliamua kwamba wale wote wa ofisi ya uhasibu wanakuwa ni washtakiwa, alafu mkurugenzi mkuu anakuwa ndio shahidi namba moja. Sasa anasema alipingana sana na wakubwa zake wakimwambia utathibitishaje kesi kwa shahidi mmoja. Akasema kwa mujibu wa sheria hatuangalii idadi ya mashahidi, tunaangalia uzito wa ushahidi. Sasa kwa kuwa huyu ndiye aliripoti kwamba tukio limetokea na pesa zimeibiwa katika ofisi ya watu wa uhasibu, basi hawa ndio watakuwa watuhumiwa, mimi nitakwenda nao hawa na huyu atakuwa shahidi. Na anasema hatimaye alifanikiwa kupata hatia ya washtakiwa, tunaita conviction. Kwa hiyo ni kesi ambazo zina masimulizi yake ni mazuri na unapata kujifunza vitu mbalimbali vile ambavyo watu walisomeshwa wakiwa vyuo vikuu, na mara nyingi hata sisi wanafunzi wetu tunawaambia yale mambo ambayo mlisoma mkiwa vyuo vikuu mwaka wa kwanza, wa pili,
yale ambayo katika hali ya kawaida mnaweza kuyaona kama ni masimulizi. Si masimulizi bali ni mambo halisi. Ukija katika utendaji huku katika practice ndio utaona kwamba kumbe nilipoambiwa kwamba idadi ya mashahidi si hoja, kumbe ilikuwa kweli, ni vitu kama hivyo. Lakini kwa Zanzibar hapa, kesi nyingine ambayo naweza ukaieleza kwamba ni miongoni mwa kesi zilizokuwa ngumu sana, ni kesi ya kuna bwana mmoja, jina lake lilivyo ni Mpare, lakini alikuwa akiishi Zanzibar hapa. Bwana mmoja akiitwa Bashiri Mzirai, ambaye alimchinja mwanawe kwa sababu ya ugomvi wake wa kindoa na mkewe. Kwa hiyo kwa hasira akasema wacha nimchinje tukose wote, akamchinja, akamshtaki yule bwana. Sasa ilikuwa ni kesi ambayo ina hisia za kibinadamu zaidi kuliko za kisheria, na katika masomo ya sheria tunafundishwa kutofautisha hisia za kibinadamu na sheria. Yani kizungu nasema the differences between law and morality. Watu wengi walikuwa wakifika pale mahakamani, kitu cha kwanza walichokuwa wanakiweka mbele ni zile hisia za kibinadamu, kwamba baba, utamchinjaje mwanao wa kumzaa, mchinje kwa panga, mapenzi gani hayo? Lakini sisi tulikuwa tukiwatuliza kwa kiasi kikubwa, kuambia kwamba hebu hapa tutizameni sheria inasemaje, sio hasira za kwa nini kamchinja mwanawe wa kumzaa na kadhalika na kadhalika. Ilichukua muda mrefu watu mpaka manake siku za mwanzo watu wanataka kufanya fujo, wanahisi kama vile kwa nini huyu mpaka sasa hivi hanyongwi, kamchinja mwanawe kinyama na kadhalika na kadhalika. Sasa hiyo ni miongoni mwa masuala ambayo kiutaalam mtu kama mwendesha mashtaka wa serikali anatakiwa asiishie tu kwenye kuendesha kesi, bali pia unajikuta hapa unakuta jukumu jingine ambalo linakulazimisha kuwaelimisha watu uhalisia na kanuni zinataka vipi na kadhalika na kadhalika na kadhalika, mambo kama hayo. Lakini kwa sababu umeniuliza, nitataja mfano mwingine mmoja. Wakati nilipokuwa afisa dhamana ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka Pemba, kama mtakumbuka, kuna wakati zilienea habari kwamba kuna baadhi ya wazee wa kule Pemba wametaka kujitenga na muungano. Sasa kisheria kutaka kuvunja nchi ni makosa ya kiuhaini. Wakili msomi ni tafsiri ya Kiswahili ya learned advocate. Watu wengine wanaitafsiri vibaya. Haimaanishi kwamba tasnia zingine si wasomi. Hivi ni walivyokuwa wanatambuana mawakili watokea kale. Msomi mwenzangu, learned manake msomi mwenzangu. Na sasa hakuwazuia watu wengine kujitambulisha kama wasomi, isipokuwa iko dhana nyingine ambayo inazungumzwa
kwamba hizo tasnia za watu wanaoitwa au wanaoitana wasomi ziko 3 duniani. Iko falsafa hiyo kwamba tasnia za the learned ziko 3 duniani. Moja ni hii ya mawakili, nyingine ni ya madaktari, na nyingine ni ya watu wa theolojia. Watu wa theolojia ni wale wasomi wa mambo ya dini. Hizo ndio tasnia au ndio professions za learned, za wanaoitwa wanaoitana kwa msomi mwenzangu. Lakini mwanafalsafa mmoja alizungumza hiyo, akatoa na ufafanuzi. Anasema ni kwa sababu zote 3 hizi zinahusika moja kwa moja na maisha ya watu. Yaani viongozi wetu wa dini ndio wanaohusika na maisha yako, neno la Kiswahili linalotumika, maisha yako ya kiroho moja kwa moja, kwamba kifanya hivi utakwenda peponi, na ili uende peponi mimi nakufundisha ufanye hivi, ufanye hivi, utende haya, utende haya, utende haya. Huyo anashughulika moja kwa moja na roho yako. Lakini wakili pia au mwanasheria, jaji, ndio wanaoamua kwamba huyu anyongwe mpaka afe, huyu jumba lake kubwa kama hili libomolewe, huyu haki yake ya kutumia mali hizi ifutwe. Huyu naye anashughulika moja kwa moja na maisha yako. Na daktari ndiye anayekufanyia upasuaji kwa mfano, tena wa viungo vingine vya hatari sana kama moyo, figo. Na kama unavyokumbuka pale tunapomwacha mgonjwa wetu kwa daktari, tunamwambia fanya kila jitihada uhakikishe anapona. Lakini hiyo ni falsafa ambayo watu wanapenda kuizungumza, na wakati mwingine pengine kwa ushabiki hivi. Lakini tukirudi tu katika swala lako, the learned advocates, learned colleague, learned brother or sister, ni utambuzi wa mawakili kwa mawakili. Kuna mambo mengine ambayo watu wengine hata wazoefu sana wanaweza wakakosea. Kwa mfano, ile dhana ya kuinama wakati unapotoa heshima kwa mheshimiwa jaji au hakimu, watu wengi sana wanaikosea. Ile kwanza ni haki ya mawakili pekee na sio mtu mwingine yeyote. Anayeruhusiwa kuinama, tunaita bowing, mbele ya mheshimiwa jaji au hakimu ni wakili tu, sio mtu mwingine yeyote. Sio heshima ya kawaida ambayo anatakiwa atoe mtu, kwa mfano mfanyakazi mwingine wa mahakamani, shahidi aliyekuja kutoa ushahidi wake mahakamani, mpita njia. Sio tena, inaitwa ni privilege miongoni mwa haki alizonazo wakili. Privileges of advocates ni bowing hiyo. Na tena basi inatakiwa ifanyike wakati mahakama ikiwa katika kesi. Yani when the court is at session, there is the only opportunity of bowing na requirement pia, uhitaji wa kule kuinama kule ni wakati mahakama ikiwa katika
katika kesi, sio kwenye corridors za mahakama. Sasa utakuta sisi, na ni kwa sababu ya uzoefu tu, unakutana na mheshimiwa hakimu nje ya mahakama au sokoni, mtu mheshimiwa, haitakiwi hivyo. Lakini watu wangapi wanajua? Wachache sana. Watu wanadhani kwamba ni aina tu ya heshima kama ambavyo mtu mwingine angemsalimia mkubwa wake au mtu anayemheshimu. Kila watu wana utaratibu wao. Mimi nazungumza huu wa tasnia ya sheria, na kama nilivyosema, kila watu, hata makabila na katika dini zetu, kuna taratibu za kuamkiana ambazo kila watu wana taratibu zao. Kuna makabila ambayo mkubwa akipita inabidi mdogo ainame, apige magoti, mwanamume kwa mwanamke na kadhalika na kadhalika. Mimi nazungumza hii ya mawakili, na hasa nilikuwa nazungumzia hiyo kwamba kwa sababu tu ya mazoea watu wanadhani kwamba jambo fulani liko hivi, kumbe ni kwa sababu wamezoea tu kuwa hivyo. Nitamkumbuka sana rafiki yangu sana, sasa hivi ni daktari wa falsafa, anaitwa Dr. Julius Mutabaz Lugazia. Huyu alikuwa hakimu mkazi Morogoro, na ndiye alikuwa hakimu dhamana. Yeye ndiye alinishawishi kuingia katika tasnia ya sheria. Sio aliona nini, lakini aliniita ofisini kwake. Nilikuwa na umri wa miaka 20 na kitu, karibu 20 na kitu. Sikumbuki 20 ngapi, lakini ilikuwa ni mkubwa tayari. Akaniambia nahisi usome sheria. Kwanza nisoma kwanza diploma ya sheria na baadaye nikasoma degree. Wakati huo, na kitu gani kilitukutanisha ni yeye akiwa hakimu, mimi nilikuwa askari polisi. Kwa hiyo tulikutana mahakamani, mimi nikiwa askari, na akaniambia nadhani usome sheria. Basi hivyo nikaendelea tu mpaka hapa nilipofika. Wakati ule naposoma diploma ya sheria, diploma kwanza pale, ilikuwa kipindi hicho kulikuwa na wimbi la mageuzi ya kisiasa nchini. Wanasheria kadhaa walikuwa katika mageuzi hayo, wakiongoza mageuzi hayo. Kwa hiyo nilikuwa navutiwa sana na marehemu Dr. Masumbuko Lamwai. Nilikuwa navutiwa sana na mzee wetu Mheshimiwa Mabere Marando. Nilikuwa nikivutiwa sana na Dr. Ringo Tenga. Nilikuwa nikivutiwa sana na Profesa Isa Shivji. Na hata tukiwa vioni huko tulikuwa tunataniana, wakati mwingine tunapeana majina hayo. Na mimi, rafiki zangu wengi walikuwa wanapenda kuniita Shivji. Na nadhani kwa sababu pia sana nilipenda sheria za katiba, eneo ambalo Profesa Shivji pia ni bingwa wa eneo hilo. Hivyo tu. Sio sheria tu, tasnia yoyote. Hata hivi leo asubuhi nilikuwa nafanya darasa moja la mambo ya sheria au mifumo ya sheria zinazosimamia mashirika binafsi na chama cha mawakili Zanzibar. Yani CSOs au NGOs and the Bar Association. Ile legal framework, sheria mpangilio wa kisheria zinazosimamia mambo hayo.
nilikuwa nawaambia washiriki kwamba ukisikia mtu ni bingwa wa eneo fulani, maana yake ni kwamba elimu yake katika ngazi fulani alitia umakini zaidi kwenye eneo hilo. Hiyo neno lilotumia specialization, specialize, yani amejikita zaidi kwenye eneo hilo. Na ni tasnia zote. Ukisoma degree au shahada ya mwanzo unasoma mambo kwa ujumla. Ukienda kusoma shahada ya pili, hiyo inaitwa masters, na ndio ubingwa unakopatikana hapo. Hapo sasa unachagua eneo au masomo. Kwa mfano mimi masters degree yangu nimefanya katika sheria za katiba na sheria za utawala, constitutional and administrative law. Kwa hiyo ni eneo ambalo una mambo mengi sasa unayaacha, unajikita zaidi katika eneo hilo. Na ukifanya PhD unachukua eneo mahususi katika somo pana, unachukua eneo mahususi, ndio unaandikia shahada yako ya uzamivu katika eneo hilo. Kwa mfano mimi sasa hivi niko katika kufanya shahada ya uzamivu kwenye eneo la katiba tena, lakini sasa katika eneo moja tu la kuangalia nafasi ya mahakama ya rufaa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unajua kuna mambo ya muungano yale 22 kwa mujibu wa katiba yetu, na miongoni mwa mambo hayo ni mahakama ya rufaa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa study au ninachotizama sasa pale kwa mahususi ni nafasi ya mahakama hii katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Je, ni mahakama ya muungano au ni jambo tu la muungano? Kuna vitu viwili hapo. Whether it is a constitutional, it's a union court or just a union matter. Kwa nini? Kwa sababu kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar ya mwaka 84 kama ilivyofanyiwa marekebisho mara kwa mara, kuna mambo ambayo haendi katika mahakama ya rufaa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. La kwanza, mambo yote yaliyoanzia mahakama za kadhi, haya kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar hayaendi katika mahakama ya rufaa. La pili, mambo yote yanayohusu tafsiri ya katiba ya Zanzibar hayawezi kwenda katika mahakama ya rufaa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini jambo jingine kubwa zaidi, mambo yoyote ambayo Baraza la Wawakilishi litaamua kwamba hayatokwenda katika mahakama ya rufaa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hapo panataka study pana kidogo, huitizama nafasi ya mahakama ya rufaa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa swali lako linasema ubingwa na ukasema specialization. Iko hivyo katika tasnia zote. Hata wahandisi, sio kila mhandisi amesomea ujenzi wa majengo kama hivyo. Sio kila mhandisi amesomea mambo ya umeme. Sio kila mhandisi amesomea mambo ya mabarabara na kadhalika. Kila moja linafikia pahala sasa unaweka mkazo zaidi kwenye eneo maalum. Nasema hapa wacha tumtafute mhandisi, engineer, mhandisi
ambaye kabobea katika masuala ya majenzi, kwa mfano tena majenzi yenyewe pengine masonry, carpentry, na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Na ndivyo hata katika tasnia ya sheria kuna wanasheria ambao ni mabingwa kwenye sheria za mikataba, kuna wanasheria mabingwa kwenye sheria za haki za binadamu, kuna wanasheria mabingwa kwenye mambo ya katiba, kuna wanasheria mabingwa katika sheria za kazi, mabingwa katika sheria za bahari na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Sana sana. Sema sasa siku hizi sio mimi tu, hata wewe siku hizi watoto wetu wao ndio wanaondoka kuliko sisi kuwa tunaachana nao kwa sababu ya kazi. Wao ndio wanaondoka wakatuacha kwa sababu ya mambo ya masomo na kadhalika na kadhalika. Siku hizi watoto wengi wanasoma shule za boarding. Kwa hivyo muda wa wewe kuonana nao ni labda wanapokuwa likizo, au kama utafanya zile ziara za kwenda kuwatembelea. Wakiwa likizo nakuwa nao. Mimi mara nyingi au mara zote tuseme, mara zote ikifika jioni magharibi hivi nakuwa tayari nimesharudi nyumbani, na baada ya hapo sina utaratibu wa kutoka. Sina utaratibu wa kutoka. Nakuwa niko nao familia yangu. Mambo ya kawaida ya kijamii, mchezo, hivyo kufanya mazungumzo na wanafamilia, basi mambo mengine madogo madogo ambayo yanahusiana na kazi za kila siku za mikono. Mimi napenda sana kutembea kwa miguu sana. Kwanza kabla ya kuwa na matatizo ya macho, nilikuwa sio kushiriki tu, nilikuwa ni mchezaji wa mpira wa miguu, soka. Na baada ya hapo nikawa mwamuzi wa soka na pia mwalimu wa soka. Lakini sio kwa kiasi kikubwa. Hasa uamuzi nilifanya katika vipindi vya kuwa sekondari na vyuoni. Baada ya hapo sikufanya tena, na hasa baada ya kuwa na matatizo ya kutokuona vizuri. Ikawa kazi ile kwa mujibu wa sheria pia za FIFA huwezi kuwa mwamuzi wa soka ikiwa una matatizo ya uoni. Kwa hiyo nikawa nimeacha hiyo. Timu za vijana mara nyingi mtaani inakuwa kama ikitokea kuna fursa hiyo, basi nashiriki kwenye kuelekeza kile ninachokijua. Watu wengi wanaonifahamu wanajua kwamba mimi ni mwananchi timu ya Yanga. Sio mshabiki tu, mimi ni mwanachama wa timu ya Yanga. Timu nzuri. Lakini niseme ukweli tu kwamba mimi nilikuta mzee wangu ni mshabiki wa timu ya Yanga. Na katika utoto mara nyingi unaweza ukajikuta unafuata vile ambavyo anafanya mzee wako. Ndivyo ilivyotokea. Nikuta na kaka zangu karibu wote walikuwa pia ni Yanga, kwa hiyo nilijikuta enzi hizo za utoto. Sasa baada ya kuwa na kujitambua, ikawa sasa ni kutokana na performance sasa ya timu. Wakati huo ushakuwa na fahamu mkubwa, unaweza kulinganisha na timu mbalimbali. Basi nikaona ndio timu ambayo inanifurahisha. Soka la Tanzania linakuwa kwa kasi, kwa sababu mimi nimeanza
kuwa na mapenzi ya soka hasa miaka ya 80 mwanzoni mpaka sasa. Wakati huo uwezo wa vilabu kupata wachezaji wa kutoka nje ya nchi ni mdogo. Walimu wakubwa kutoka nchi za nje kubwa haukuwa mkubwa sana. Viwanja, unaona sasa hivi kuna viwanja vizuri sana. Bahati mbaya sana vilabu vyetu vikubwa bado havijawa na viwanja vyao, ila sisi Yanga tayari tumeona juzi pale tumepata ile hati ya ujenzi wa uwanja wetu wa Kaunda pale, lakini hata wenzetu Simba wana uwanja wa Bunju kule, ila vilabu vingine kama Azam, KMC, wale kuna viwanja vizuri tu na Mungo, lakini hata viwanja hivi vya serikali, uwanja wa Mkapa sasa hivi ni miongoni mwa viwanja bora sana Afrika, hata duniani. Uwanja wa Gombani, uwanja wa Amani, uwanja wa Mkwakwani Tanga, kuna viwanja vinajengwa Arusha, Dodoma. Sasa hivi tofauti sana na miaka ya nyuma, kiasi ambacho kama hizi jitihada zinazofanywa zikikamilika, ikawa karibu kila mkoa una kiwanja kizuri. Naona malalamiko bado yanakuwepo katika viwanja kama Sokoine Mbeya, lakini najua kuna jitihada zinafanyika. Baadaye vitakuwa viwanja vizuri. Ali Hassan Mwinyi Tabora, nimeona taarifa ya wiki hii imesema umefunguliwa sasa, waliufungia ili ufanyiwe karabati. Nimeona taarifa kwamba sasa umefunguliwa. Uwanja wa CCM Kirumba ni miongoni mwa viwanja vikongwe, lakini mara kwa mara unakuwa mzuri, kuna wakati mwingine unakuwa sio bora sana. Kaitaba ni uwanja bora wa kisasa na kadhalika. Viwanja hivyo vinasababisha sasa hata uchezaji unakuwa wa kisasa. Lakini kubwa zaidi ni uwekezaji katika soka ambao unafanyika sasa hivi ni mkubwa. Sisi Yanga pale tuna GSM, kazi ambayo ameifanya kila mtu anaiona, ni uwekezaji mkubwa. Uwezo wa kuleta wachezaji wenye hadhi za kucheza katika timu kubwa sasa hivi upo. Na kama nilivyosema, walimu waliofundisha nchi na timu kubwa za duniani upo, tofauti na siku za nyuma. Kwa hiyo hata ukiona sasa timu hizi za Tanzania zimeweza kucheza mpaka ngazi za fainali, kombe la shirikisho, robo fainali, klabu bingwa, timu yetu ya taifa, pamoja na kwamba juzi tusonanesha, lakini performance ya timu ya taifa kwa miaka kama hii 10 ya hivi karibuni, unaiona kwamba tumeweza kwenda kuingia katika hatua za juu mfululizo kama mara 2-3 ukilinganisha na siku za nyuma. Kwa hiyo tunakwenda vizuri. Za nje, mimi ni mpenzi wa Real Madrid. Ya kombe la dunia, mimi wanashabikia Ufaransa. Kushukuru sana ni kwamba mpaka sasa hivi amani ya nchi yetu ni ya hali ya juu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Zanzibar, upo ushahidi wa kutosha tu kwamba sasa hivi tukiwa zimebaki siku chache sana kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika, hakuna matukio ya uvunjifu wa amani. Hiyo inatia moyo sana, na serikali zetu zote mbili ni imara, na wananchi kuna kila dalili kwamba wanafahamu umuhimu wa amani. Lakini ukiingia katika mitandao ya kijamii utakuta watu wengi pia wanahamasisha kutunza, kulinda amani yetu. Kwenye makundi tunaita magurupu mengi, ukiingia
utakuta watu wanazungumza umuhimu wa utunzaji wa amani yetu. Viongozi wa dini pia umeona wanazungumza, viongozi wa vyombo vya usalama na ulinzi umeona wanazungumza. Ni jambo la kujivunia, lakini lisiishie kujivunia tu bila kuhakikisha kwamba kweli lina dumu, na huu ni wajibu wa kila mtu. Nikija kwenye suala la serikali ya umoja wa kitaifa ya Zanzibar, kwanza pale ilivyoasisiwa, madhumuni yake ni kuendelea kuwa na, kama inavyoitwa yenyewe, umoja wa kitaifa. Sababu hii ni Zanzibar ni ya Wazanzibari, Wazanzibari ni wamoja. Watu wanaweza wakawa na tofauti zao kwenye vyama, na ni jambo la kikatiba, halina mashaka yoyote, kama ilivyo pia mapenzi ya watu kwenye michezo kama ulivyoniuliza pale awali. Lakini pia hata tofauti za watu za kiimani, za dini zao zipo tu kila mahali duniani. Lakini Zanzibar, wananchi waliona kwamba kuna umuhimu kwa kificho, lilifanyika kwa kura. Wananchi walipiga kura, wakakubaliana, na waliopendelea serikali ya umoja wa kitaifa ilikuwa ni asilimia kubwa kuliko wale waliosema vinginevyo. Kwa hiyo kama unavyokumbuka, ikaundwa serikali ya umoja wa kitaifa, na sheria ile ambayo inatajwa kabisa kwenye katiba ya Zanzibar kwamba chama kitakachopata kura nyingi kitaunda serikali, na ndicho kitakachotoa rais wa nchi. Na chama hicho kilichopata kura nyingi zaidi kitatoa nafasi ya makamu wa pili, ambaye atakuwa ndiye mtendaji mkuu wa serikali. Chama kilichopata nafasi ya pili kitatoa makamu wa kwanza. Alafu tutatizama asilimia ya kura zilivyokuwa, kitatoa pia baadhi ya viti katika uundaji wa baraza la mawaziri na viongozi wengine. Kwa hiyo faida yake kubwa ni kwamba kwanza tunaendesha nchi kwa pamoja, lakini la pili uhasama unakuwa haupo, na la tatu ile azima ya kuleta maendeleo kwa wananchi inakuwa ndio kipaumbele. Kwa hiyo mimi naweza kusema tu kwamba ni jambo ambalo tulienzi, na tunawashukuru viongozi wetu ambao wapo katika kampeni hivi sasa wanalizungumza. Tuendelee kulitetea sote kwa pamoja, na uchaguzi umalizike salama, tuone matokeo yatakavyokuwa, na inshallah iundwe serikali kwa mujibu wa katiba, na serikali ya umoja wa kitaifa kwa mujibu wa matokeo yatakavyokuja. Basi tusonge mbele. Watanzania tuna amani ya miaka mingi sana ambayo mfano wake kwa haraka huwezi kuupata. Sio Afrika tu, hata duniani. Naweza ukasema Tanzania tumejaliwa kuwa na amani na mshikamano tokea tulipopata uhuru mwaka 1961 na mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya mwaka 1964. Tuitunze amani yetu, tusiruhusu kuichezea, tujifunze mazuri kutoka kwa majirani zetu na duniani kote, na tuyakatae maovu yanayotokea kokote duniani.
Hilo ndio naloweza nikasema. Asante sana. Nakushukuru. Hadi hapo ndio tumefikia tamati ya kipindi hiki cha Kutoka Zanzibar. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa kipindi hiki, wakiwemo wapiga picha Mohamed Suleiman Yusufu, Nasri Juma Suleiman kutoka Zanzibar Cable Television, pamoja na msimamizi mkuu Bwana Mneri Zakaria, mimi ni Mindi Joseph. Usikose kufuatilia kipindi hiki muda na wakati kama huu, na kutakia utazamaji mwema wa vipindi vyetu vinavyoendelea hapa Sky International TV. Asanteni na kwaherini.